Na mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi Kioo cha Hoja. Bila shaka kabla ya mapumziko tulikuwa tumesikia kauli za wananchi wakijibu kidogo maswali pale kuhusiana na amsha bongo, maswali mawili matatu, na uliona jinsi walivyojibu. Lakini bila shaka nitawarushia sasa wageni wangu hapa studioni. Kumbuka mtazamaji, nilivyokuarifu awali, hapa niko na wageni wawili ambao ni Joseph Kioko, ni mwanauchumi, na vile vile niko na mgeni mwingine hapa ambaye ni Tegani. Karibuni sana. Asante. Haya, tunaenda kwako moja kwa moja. Umesikia maswali ya chemsha bongo. La kwanza, kafyu ya corona ilitangazwa lini kwanza na iliisha lini? 2 weeks ago ndio imeisha. Mwanzo kutangazwa Mwaka jana ilikuwa lini? I think it's 2 years down the line. 2 years. Miaka miwili. I think so. Kioko tumsaidia. Ilikuwa 2019 if I'm not wrong. December. Corona ilikuja lini nchini kwani? December 2019 if I'm not wrong. Tumsaidia. Mimi nadhani March. March. Sasa sijui mwaka, lakini kuisha ilisha Oktoba 2021. Haya, Karibia. Mmekaribia, tutakuwa tunajibu hilo. Haya, kiwango cha bajeti ya mwaka 2021 mwaka 2022 ilikuwa pesa ngapi? Bajeti ya mwaka huu wa fedha. Trilioni 3.2 nadhani. Umekaribia, trilioni 3, tutarudi hapo. Tuko kwako Bwana Tegani. KRA kwa Kiswahili inamaanisha nini? Kenya Revenue Authority kwa Kiswahili. Sasa kwa Kiswahili. Okay. Revenue ni ushuru. Kenya ni Kenya. Kenya inabaki kuwa Kenya. Shirika la kutoza ushuru la Kenya. Umejaribu. Kioko hiyo unajua? Nadhani ni hivyo tu, shirika la kutoza ushuru. Haya, tunanakili hiyo, tutakuwa tunatoa majibu. Haya, taja waziri wa fedha. Anaitwa my former DO, anaitwa Ekuru Watan. Haya, noti mpya zilianza kutumika lini nchini? Najua una noti mahali. Zilianza kutumika lini humu nchini? Maana ni masuala ya uchumi. 2018. 2017, 2018 if I'm not wrong. Nikidhani 2019. Ile Madaraka Day ambayo ilifanyika kule Umasaini. Nadhani Madaraka Day ile ilifanyika wapi? Narok nikidhani. Hapo ndio sasa ikazinduliwa rasmi. Ikaanza kutumika baadaye. Haya, bila shaka acha na majibu. Kafyu ya corona ilitangazwa lini kuanza na iliisha lini? Ilitangazwa tarehe 27 mwezi Machi mwaka jana. Basi. Manake baada ya kisa cha kwanza kutangazwa cha corona humu nchini, alafu wiki chache taifa likafungwa. Yaani hapo hata ningepigwa. Lakini kidogo Kioko alijaribu, ni mwezi Machi ndio tarehe 27. Haya, kiwango cha bajeti ni trilioni 3.6. 3.6 trillion, ulikuwa karibu. Haya, waziri wa fedha umepata hiyo, Ukur Yatani nitakupatia tik. KRA ni halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini. Manake authority kumaanisha halmashauri. Si idara. Alafu noti mpya rasmi ilianza tarehe 1 mwezi Oktoba mwaka 2019, 2019. Haya, mmechemsha bongo. Niulize hata kesho kutwa sitajibu hiyo. Lakini haya mengine kidogo umechemsha bongo. Kidogo. Haya, na bila shaka mtazamaji, huwa ni sehemu kwenye Kioo cha Hoja ambapo kidogo tunajikumbusha mambo ambayo yamekuwa yakitokea humu nchini, hususan ikizingatiwa kwamba leo hii tunazungumzia swala zima la uchumi na baada ya kafyu kuondolewa na Rais Uhuru Kenyatta tarehe 20 mwezi wa Oktoba uliopita. Haya, turejee mjini mtazamaji, tusikie kauli za watazamaji na vile vile wakazi pale jijini wanasema nini. Beki, sijui bado uko pale pale ama saizi umeenda wapi, na wanayapi ya kusema wananchi baada ya kafyu kufunguliwa? Zuberi,
Kunradhi, Wakesho. Wakesho niko sasa katika stage ya basi ya bus station. Bus station ambayo iko hapa tu jijini, na sasa hivi nitakuwa nikiongea na kijana mmoja hapa ambaye anaona anauza nguo hapa hivi. Nieleze jina lako? Kwa majina naitwa Duncan. Duncan, ni kama majuma mawili sasa tangu curfew kuondolewa. Unaonaje sasa biashara imeimarika? Maanake Wakenya walilalama wakasema bana rais afungwe nchi, aondoe curfew, imeondolewa. Uchumi umeimarika na biashara yako iko vipi? Sasa hivi tukisema si kubaya kama kitambo. Lakini bado haijapik vizuri, lakini sasa hivi hatuwezi complain, na tunasema asante kwa rais kwa kufungua curfew. Sasa hizi kazi mingi zinaendelea vizuri, bado hazijapik poa, lakini ziko sawa. Hatuwezi complain sana. So sasa hiyo kumaanisha kwamba wateja wako sasa wanaendelea kuja usiku more than mchana, ama unamaanisha nini? Sasa hizi siwezi sema wanakuja. Sasa hizi walikuwa wamezoea kwenda home mapema, so bado hawaja catch up na ile kama kitambo. So maybe tuwape time kiasi kama 1 month 2 months hivi. Wataendelea kuja. Sawa, asante Duncan. Haya, naomba kuongea na mwingine hapa. Ujambo mama, karibia hapa kidogo. Jina lako? Jina yangu naitwa Rusi Muthoni. Na ninafurahia KTN kwa kuja kukututembelea. Asante. Unafanya biashara gani hapa? Mimi nafanya bus station, kazi ya kuuza matunda. Unaona hizi ni machungwa, na hizi ni apples, hizi ni maembe, na hizi ni paipai. Yeah. Curfew ikaondolewa sasa. Yeah. Biashara iko vipi? Wacha nikwambie ukweli, biashara sio poa. Watu hawana do. Sasa kama apples, unaona unanunua box moja ama 2, unauza siku 2. Unaona sasa haina faida kwa sababu unauza kwa siku 2, lakini kama ungekuwa unauza kwa siku moja ingekuwa poa. So bado haijapik up na biashara ya usiku, manake tunaangalia sana usiku, na kama uchumi umeimarika usiku, biashara inakaaje usiku? Tuseme usiku inajaribu kupiki kidogo kuanzia saa 10. Unaona? Kuanzia saa 10 inapiki kidogo kwa sababu customer sairi wanaenda nyumbani, najaribu kubeba kama ni apples 2, mwingine anakuja anabeba maembe, mwingine anakuja anabeba paipai. Tunaona inapiki kidogo. Lakini tunashukuru Mungu tu kwa sababu yenye tunapata tunasema hiyo ni yetu na Mungu ameibariki. Unafikiria nini kingine ambacho kinaweza kufanywa ili ama tunaweza kufanya kama wananchi ili kuendelea kusaidia inaitwa nini? Yaitwa uchumi kwenda juu. Unafikiria nini ambacho wewe unaweza kufanya kama mchuuzi hapa, kama mfanyabiashara hapa bus station, ambacho kinaweza kusaidia uchumi wa nchi? Sasa mimi kile kitu yenye mimi nitaweza sema tutaweza fanya hivi, na ndio tusaidiane. Customer wenye wana pesa wa promote wenye hawana, kwa sababu sasa kama sisi sasa yenyewe ukiona sasa tulikuja ni mimi na tunaamkanga saa 9 ya usiku ndio niende Highridge ninunue apples nilete hapa, na mpaka saa hii sijalala. Unaona masaa ya kulala mimi nalala masaa 3, tena naamka saa 9 ya usiku naenda Highridge na nunua apple. Si unaona sasa hiyo? Na mimi sasa ninaona ninachoka na kazi hakuna. Lakini sasa ningeomba tu wananchi wao wanatupromote kwa sababu sisi ni hawkers. Asante sana bwana. Okay man. Sasa Wakesho, umesikia wafanyabiashara hapa katika bus station wanasema ya kwamba biashara bado haijaimarika zaidi, lakini kwa sasa bado wanafurahia angalau kuna masaa zaidi ya kuendelea kuuza bidhaa zao. Wakesho, kwako. Ama kweli Beki Muiruri hapo katikati ya jiji tumesikia mmoja anasema customer wenye pesa wasaidie wale ambao hawana pesa, lakini vile vile tunasema kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Sijui kwa nini mama yule analia sana. Anasema ndio anauza matunda, lakini bei ya kufanya ile biashara imekuwa juu mno. Hii inaingiana vipi na nyinyi kama wafanyabiashara pale Gikombani? Nini kile mngetaka kiangaziwe zaidi pengine ili kuboresha hali sasa wakati huu uchumi umefunguliwa? Okay, nafikiri kinachotusumbua sisi kama wafanyabiashara ni ushuru. Wakati unasikia serikali inasoma bajeti ya 3.6 trillion, hizi fedha zinatolewa katika biashara.
Na naomba niwaambie ukweli kwamba wafanyabiashara wadogo wanaouza mboga, anauza matunda, anauza nguo kama mimi, wanaouza hivi viduka vidogo vidogo vya vichochoroni, hao ndo walipaji halisi wa ushuru. Hawa mamilionea, they don't pay tax. Wanajua ukora kidogo, wamehepa ushuru. So their business utaona tu kila siku inanawiri. So hii unaona huyu mama analalamika, anasema kidogo biashara si mzuri, analala 3 hours, anaenda kutafuta bidhaa, kirudi mauzo hayapo. Hizi bidhaa zimeongezeka maradufu. Hizi hepo wanauza zinatoka fikiri Afrika Kusini, hazitoki Kenya. Kuzi import in, taxation imepanda. Same applies to sisi watu wa mitumba. Unakuta $15,000 kwa container ya 40 feet. Ukija ukitranslate hii pesa kwa kila bell, unakuta mfanyabiashara pale Gikomba ana sweat kurudisha ile pesa. Hujaweka transportation. Hii ni ushuru tu serikali imekata. No. Alafu ukija ukiangalia kipindi hichi cha corona, angalia miaka yote serikali inakusanya more than 12 billion Kenya shillings kutoka kwenye soko, kutoka kwenye biashara hii ya mitumba, lakini haijapatia mfanyabiashara wa mtumba hata maji ya kunywa wakati wa corona. Wewe kufa usife, wewe shauri yako. And that is the government we have. So ukija tena upande wa pili, ubora wa bidhaa ambazo kwamba Kenya Bureau of Standard inaruhusu ziingie humu nchini, pia ni mtihani tuko nao. Kwa hiyo mfanyabiashara wa chini amefinyika kiwango fulani ambacho kidogo ni mtihani kuweza kujitoa. Umepewa mzigo kwa bei kubwa, ukiufungua ule mzigo, ukiupigia mahesabu, unakuta haurudishi hata ile fedha umeweka. Kwa hiyo kwa kipindi cha wiki 2-3 unakuta huyu ameondoka. Angalia watu ambao kwamba asilimia kubwa ya wafanyakazi wa serikali wanapofutwa kazi, wanapoacha kazi, wanakimbia Gikomba. Leo kuna hiyo KEMSA, au watu 900, nina uhakika asilimia 60 wanakuja Gikomba. Tule tu fedha ambao kwamba wameficha kidogo katika mashimo yao, wanataka kununua bidhaa wapeleke wakauzie kusudi watoto wasilale njaa. So kila Wakenya wote wanakimbilia biashara ya mtumba, Nani atakayenunua? Haya, Kioko, umesikia swala lake kwamba halmashauri ya ukusanyaji ushuru kidogo hapa wakishirikiana na serikali kuu wanawafinya wafanya biashara kama hawa. Bei ya container itakuja, iko juu mno. Anauza lakini mwishowe faida hamna. Hali ya maisha ndio ile imeharibika. Kabla hajaingia, nataka niwapatie hesabu kidogo. Leseni. Mfanyabiashara anayeoperate kibanda kidogo kwenye open air market analipishwa something like 7,000 na KR na ya ushuru ya license to operate. Kwanza tu. Lakini cess collection, it is 200 a week. If you multiply this money into multiply by 4, it will give you how much? 800. If you multiply by 12, 9,600. Unaona huyu ni ule mtu ambaye kwamba hanauza hii box moja ya matunda, analipa ushuru wa shilingi ngapi? 200 kwa siku, kwa wiki. Kwa hiyo kwa mwezi analipa hela nyingi zaidi kuliko anayelipa leseni. Unaona, nataka kukuletea ile kwamba how the government has the policy of taxation is not fair to us. Kuna vile serikali inaweza ikaingililia katika swala kama hili, kujaribu kuwatatua hawa ama kuwasaidia wafanya biashara kama hawa. Manake tutasema kwamba tunataka kuboresha uchumi, lakini ikiwa hali ndio hii tunavyosikia kutoka kwake huyu mwenyekiti wa hili shirikisho la wafanya biashara Gikomba, ikiwa hali ndio hiyo, basi tunaelekea wapi? Ni muhimu tuelewe kwamba uchumi wetu ulikuwa umedhoreka, ulikuwa umeharibika. Corona ilivyokuja ndio ikaipiga kabisa, ikaharibika. Manake leo hii katika kila shilingi 100 ambayo serikali inakusanya,
shilingi 45 inaenda kulipa madeni. Deni la kwanza ni SGR, deni ya mabarabara, deni ya NYS, madeni. Kwa hivyo katika kila 100 shilingi 45 kulipa deni. Mishahara. Katika ile iliyobaki sasa 60 na 55, shilingi 30 inaenda kulipa mishahara. Ushaona? Katika mishahara ya kaunti na huku chini. Ile iliyobaki ambao ni ya development ni labda shilingi 15. Hii shilingi 15 bado yaibwa. Kuna wizi ndani yake. Bilioni 2 zapotea kila siku. Kwa hivyo ukipiga hesabu unabaki, serikali ikimaliza mahesabu yake katika hii shilingi 100 imekusanya, imeenda zaidi. Matumizi yake yamepita hiyo shilingi 100. Imekusanya 100 lakini imetumia shilingi 150. Hii 50 lazima ilipwe pia. Kwa hivyo unapata ushuru lazima upande. Leo hii kabla SGR ije, mizigo ikitoka Mombasa ilikuwa inakuja na malori, makanta, manini na nini. Sasa hii yote zimeingiza katika SGR. Bei ya kusafirisha mzigo imepanda. Kodi impanda. License za kulipa hapa ndio mtu afanye biashara zimepanda. Huyo sasa ni ile cost ambayo mwanabiashara ako nayo. Huku upande mwingine Kioko ambaye anataka kuvaa nguo, akienda anaangalia shati nilikuwa nanunua 200, leo nilikuwa 400. Siwezi. Ama labda nilikuwa nanunua shati kila siku ama kila wiki nanunua shati 2. Sasa kwa vile uchumi umeharibika nanunua shati moja kila wiki 2. Kwa hivyo yule mwenye biashara alinunua stoki haisongi. Kwa hivyo hapo ndio mashida yapo. Na lazima tutofautishe haya mambo. Kuna sekta zingine zimeumia ukweli na zitachukua muda mrefu kurudi. Manake sekta ya wanabiashara wa mitumba, wa mboga pale Gikomba inategemea pia wale watu wako na fedha. Wanabiashara ni daily biashara ya kila siku. Kwa hivyo lazima kila siku kuwe na mtu anachukua mali, anaenda anauza mali fulani, anakuja kesho. Kwa hivyo hiyo transactions zilikuwa zinafanyika kila siku zimepungua, wamebana. Alafu kuna biashara zingine, kwa mfano mahoteli. Ukiangalia mahoteli na ni muhimu Mheshimiwa Rais azipe kipaumbele. Leo hii katika hizi industries za mahoteli, ukiangalia watu wa Mombasa, leo hii wenye mahoteli wameanza kuweka mikakati wakiangalia sikukuu ya Disemba. Ndio ile local tourism kutoka Nyeri, watu ambao watakuja kuangalia bahari waje wafurahie. Kwa hivyo Mombasa watu wanatarajia kwamba sikukuu hii kunaweza kuwa manufaa kwa sababu mahoteli yamerudi, makazi yatarudi. Kwa hivyo kila sekta, kuna sekta zitaumia, kuna sekta zingine zitafaidi. Sekta ya education kwa mfano. Na wazazi, sisi wazazi ambao tunaambiwa shule zitafungwa tarehe 23, alafu zitafunguliwa tarehe 2. Sasa hiyo karo itatoka wapi? Una wiki moja ya sherehe, wiki moja ya kumpeleka mtoto Mombasa, wiki moja ya kununua vitabu, manake mtoto ataingia klasi kipya, na sare za uniform za shule, alafu ukirudi. Kwa hivyo serikali, kuna mali serikali imebana watu, ilikuwa imetubana kabla corona ilivyokuja ikatuzika. Sasa ni muhimu serikali ianze kulegeza vigezo vingine fulani ndio pesa ianze kurudi. Ukiangalia matamshi ya Mheshimiwa Rais kwamba wale ambao wako na pending bills, ambao wanadai account walikuwa wafae walipwe. Mara ya kwanza akipeana ile pronouncement yake ya stimulus package ya kwanza, alipeana siku 30. Maktaba siku 30 watu walipwe. Bado hawakulipa. Manake KRA hawakukusanya pesa za kutoshelezea kulipa madeni na kulipa pending bills hapa local. Kwa hivyo kuna shida na ni balancing act. Kuna mahali watu wataendelea kufinywa kidogo, kuna mahali kutapanuka kidogo, alafu pole lakini ukweli wa mambo ni kwamba, na hii ni lazima watu waelezewe, kiuchumi tutachukua kadri ya miaka 2 kurudi pale tulikuwa before corona itufikie. Kiuchumi. Manake sasa ili swala la madeni lazima litolewe, serikali lazima ibaki na pesa kidogo ndio ilipe watu, ndio hao watu wapate uwezo wa kununua bidhaa, ndio wanabiashara wapate fedha. Kwa hivyo kuna chain ndefu ambayo lazima iangaliwe vizuri, na pia watu wapigane na ufisadi. Unajua ile shida ipo Kenya ni ufisadi pia. Leo hii matamshi ya rais ni mazuri, lakini kama tunafuja bilioni 2 kila siku na watu hawashikwi,
Unasema kama rais msichague mwizi, lakini utuambie huyo mwizi ni nani? Ama leo unafuta watu na tunajua kwamba uchumi si mzuri. Kuna masuala ambayo yanafanyika ni muhimu sana yatatuliwe, ndio hata huyu mfanyikazi wa biashara mdogo mdogo huyu akiona ile bidii inafanyika hapa juu, hata yeye mwenyewe anajua kweli matunda ya uhuru atamfikia. La sivyo sote tuna ni shere hii tunacheza. Alafu mlipa ushuru mdogo mdogo ndiye anaumia baadaye, manake umesikia yale masabu yamepigwa, unalipa kila wiki shilingi 200, ile beli umechukua yenyewe ni gali, watu ambao wanakuja kununua hawamepungua kununua, kwa hivyo wewe unaishi kideni. Na hiyo ndio kiuchumi ufai kuishi ile watu wa kimombo wanasema beyond your means. Na hapo ndio shida iko. Hapo ndio shida iko. Bila shaka mtazamaji, sasa tutakuwa tunaelekea mapumzikoni mafupi, lakini tukirudi tutakuwa tunaangazia baadhi tu ya jumbe zenu, mnasema nini, na vile vile tutakuwa tunaona pengine iwapo sasa uchumi umefunguliwa, je, kuna pengine imani kwamba huenda basi tukafikia kama taifa kile kiwango cha kukusanya ushuru ambacho tumekuwa tukinuia, ama bado kuna safari ambayo tuko nayo kama taifa. Kwa hivyo usiende mbali. This is KTN News.